Kabla hatujaanza, heshima kubwa ni tupe pale kwa kina mama wote ambao wanapambana kwa ajili ya watoto wao ili waende shule, wapate chakula, maradhi, matibabu na makazi pia. Hii movie inaitwa Straw. Kila mtu aliyeitazama kuna namna imemgusa kwa namna yake binafsi. Mimi ni moja kati ya watu ambao wameangalia hii movie na kuumia sana, ndio maana nikaona nikuletee wewe mwana storyteller ili tuweze kushare hiki kitu. Mama mmoja akiwa anatazama mbali, macho yake yamejaa uchovu na mawazo. Huyu ni Janaiya, mama asiye na mume anayeishi katika hali ya ufukara uliokithiri. Kila siku kwake ni vita, kukosa kazi, kukosa hela ya kulipa kodi na kulea mtoto wake Arya ambaye ana matatizo ya kiafya. Hana msaada, hana ndugu wa kumshika mkono na kila mahali anapogonga hodi anakataliwa. Siku moja asubuhi, akiwa hajala usiku mzima, anaamka na kukuta gari lake limechukuliwa na kampuni ya mkopo. Kodi ya nyumba imepita siku ya mwisho na jirani anampigia simu kumwambia kuwa mwenye nyumba yupo njiani kumtoa nje. Anafika kazini kwake, sehemu ambayo huwa anafanya usafi, lakini bosi wake hana huruma. Baada ya kumwonyesha moyo wa utu, anamchana na kumtolea maneno makali na hatimaye anamfukuza kabisa kazi bila huruma. Ndani ya kichwa chake Janaiya anapambana na hisia mchanganyiko. Wakati mwingine anasikia sauti ya binti yake ikimuita, wakati mwingine pia anasikia kama anazungumza mwenyewe. Anaanza kupoteza mwelekeo wa akili kwa sababu ya msongo wa mawazo, lakini moyo wake bado haujakata tamaa. Anatamani na anataka pia kupambana hadi tone la mwisho ili tu mtoto wake apate tiba, apate chakula na aende shule. Lakini mambo yanazidi kuwa magumu. Arya anaugua tena shuleni na shule inapiga simu, lakini simu ya Janaiya haipo hewani. Anafika kwa kuchelewa na kwa bahati mbaya hii inawapa nafasi watu wa ustawi wa jamii kumchukua mtoto wake, wakisema hana uwezo wa kumlea. Pigo hili linapasua moyo wake vipande vipande. Anaanguka chini na kulia kwa maumivu, lakini dunia haina muda wa kusikiliza kabisa kilio chake. Siku inayofuata, akiwa hana pa kwenda, Janaiya anakwenda benki kuomba pesa alizofanyia kazi kipindi cha nyuma, lakini akaunti yake tayari imefungwa. Amepoteza kila kitu ndani ya pochi yake. Anakumbuka kuwa kuna bunduki ndogo aliyowahi kuichukua kazini siku moja wakati wa vurugu. Si bunduki ya kiharifu, lakini sasa iko mikononi mwake na anahisi kama ndiyo njia pekee ya kusikika. Kwa hasira anachanganyikiwa, anaingia benki ile ile akiwa na bunduki mkononi. Lengo lake ni kupata pesa, lakini ana hofu sana usoni. Hapigi risasi wala hamdhuru mtu. Lengo lake si kuiba, ni kutafuta msaada, ni kupaza sauti kwa dunia inayomchukulia kama takataka. Bahati nzuri, mfanyakazi wa benki mmoja mwenye moyo mpana anamsikiliza. Wanazungumza kwa utulivu, na hata polisi wanapofika wanaona wazi kuwa huyu ni mama asiye hatari, bali ni mtu aliyekata tamaa. Lakini kabla mambo hayajarekebishika, Janaiya anapokea simu, na ndani ya simu inasikika sauti ya mwanamke mmoja. Anamwambia, pole sana, mtoto wako Arya alifariki usiku wa kuamkia leo. Ni kama dunia imesimama hivi. Anabaki mdomo wazi, machozi yakimtiririka taratibu. Haamini kifo cha Arya. Kwa nini? Lini na vipi? Moyo wake unavunjika rasmi. Anaanza kutetemeka. Bunduki inaanguka chini. Anarudi kwenye kumbukumbu zake za nyuma, akimkumbuka Arya akicheka, akilia, akimkumbatia, na sasa hayupo tena. Hapo ndipo utagundua kuwa sehemu ya matukio aliyokuwa akiishi Janaiya yalikuwa yanaathiriwa na msongo wa akili. Kuna dalili kuwa baadhi ya mambo yalikuwa si uhalisia, bali ni matokeo ya akili iliyochoka. Kama vile bunduki ile, kumbe ilikuwa ni sehemu ya vifaa vya mradi wa shule vya Arya. Sasa kila mtu anashangaa, je, Janaiya alikuwa kwenye hali nzuri ya akili tangu mwanzo, au alizidiwa na uzito wa maisha mpaka kuamini kuwa uongo unaweza kuwa ukweli? Polisi wanamkamata, lakini kwa heshima. Hakuna risasi, hakuna fujo. Wanafahamu kuwa huyu mama hakustahili hukumu, alistahili msaada. Anapofika kituoni, afisa mmoja wa kike anampa mkono na anamwambia kuwa pole mama, maisha yamekutesa sana, lakini bado uko hai na bado unaweza kuponywa. Movie inaisha kwa picha ya Janaiya akiwa katika kituo cha msaada wa afya ya akili. Macho yake yamechoka, lakini kuna mwanga mdogo wa tumaini. Mwisho wake haukujaa fataki au mapigo ya risasi. Ulikuwa ni sauti ya kimya inayokumbusha kuwa wakati mwingine ukimya wa mtu ni kilio cha ndani kisichosikika. Royal Win, shinda magari ni mengi zaidi kwenye kasino ya mtandaoni nambari 1 Tanzania.